Rigathi Machomba mwaka 2022 ulikuwa mmoja wa wale wawaniaji wa kiti cha useneta kwenye kaunti ya Taita Taveta, ukiwa mmoja wa wale ambao walikuwa wachanga zaidi. Japo hukushinda, je, ulijifunza nini? Nilijifunza mambo mengi sana katika masuala ya siasa. Jambo la kwanza, nilijifunza kuwa wananchi ambao wengi kwa jumla ya Kenya hawajui majukumu ya viongozi ambao wanaochaguliwa. Bado civic education inahitajika sana katika jamii, na pia percentage kubwa ambayo ya watu ambao wamejisajili katika kura, karibia 30% to 40% wengi huwa hawapigi kura. Ile voter turnout inakuwa low. Na swala lingine ni pia sisi kama vijana tuna wakati mgumu wa kuweza kujieleza katika jamii, na pia changamoto ya kifedha, ambapo unakuta kijana anajitokeza na miaka 25, miaka 30, anapambana labda kiti ya kisiasa na mtu ambaye mwingine alienda retire, ni multimillionaire, ambaye unakuta sasa inafanya ile siasa tokenism. Unakuta ule mtu ambaye ameretire ndo amekuja kuomba kiti, yeye afanye siasa ya sera ya kusaidia mwananchi, anafanya ile siasa ya kununua kura. Hapo ndio changamoto ambayo sisi kama vijana tunayoipitia. Na umechanganua vizuri, na katika safari hiyo ya 2022 ambao uliwania useneta, miaka 5 nyuma ulikuwa umewania kiti cha MCA. Mbona hukurudia tena kuwania kiti cha MCA 2022? Sababu kuu, wakati nilikuwa mimi nasoma, nikasema acha nijaribu kusimama kama independent, niweze kujua pia siasa on practical inaelekea vipi. Jua wakati nilikuwa nasoma mambo yangu ya masuala ya political science na public administration, so kwangu mimi pia ilikuwa ni kujipatia mafunzo. So ile kusimama rasmi pia ilikuwa ni 2022, na hapo niliweza kujifunza mwaka wa 2017, iliweza kunisaidia mimi kuweza kujipanga 2022 na kuweza kufanya mentorship ya vijana wenzangu ambao pia walikuwa wanataka viti vya MCA through ile vuguvugu ilikuwa inaitwa Youth Aspiring Movement ya YAM. So nikaweza kushirikiana na vijana wenzangu kwa mentor ili waweze pia kusimama viti vya kisiasa, wakati pia mimi nilikuwa naendea kiti ya useneta. Hapo ndio ilibidi niweze kufanya kusonga mbele, kwa sababu kila election cycle wachezaji wapya huwa wanajitokeza, so huwezi mark time katika the same position.